Karibu katika kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo, na kuletea mada inayosema mapenzi hujazwa uchangamfu kwa mambo haya 8. Nisamehe naongea kwa shida kidogo na kidonda mdomoni kwa na malaria. Kwa hiyo nitaongea kwa shida kidogo, lakini ni mada ya muhimu sana. Naomba univumilie. Mahusiano mengi ya kimapenzi yamekuwa na upungufu wa uchangamfu kutokana na kuzembea mambo mbalimbali ambayo yanachangia uchangamfu kudumu katika watu wawili wapendanao. Imefikia hatua kwamba mahusiano mengi yanaangalia sana tendo la ndoa au hela peke yake. Na uhusiano ambao unaangalia mambo hayo mawili peke yake ni uhusiano ambao unafanana na mtu ambaye ana mpenzi ambaye ni bubu au kipofu. Unaboa. Sasa kwa kesi hii iliyokuja hapa, ningependa nitoe fundisho kwa watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Sikiliza kesi hii. Dokta, mimi ni mwanaume, umri wangu miaka 32. Kuna mtu unampenda sana, ila anaona ule uchangamfu wa kwanza umeanza kupungua. Ijumaa iliyopita tulitoka na huyu mdada kama kawaida yetu ya kila wikendi. Tukajikuta hatuna mambo mengi ya kuongelea. Yaani naona ule mvuto uliokuwa nao awali umeanza kupauka. Na naona hata huyu mdada anajisikia hivyo hivyo. Mimi nina kazi nzuri na yeye vile ana kazi ambayo ni nzuri. Hata mawasiliano yamekuwa kama ya kujilazimisha vile. Dokta, sitaki kumpoteza huyu mdada. Ana sifa nyingi ambazo nazihitaji kwa mke wa maisha yangu. Dokta, naomba unisaidie kwa gharama yote ile. Unaweza kuona jinsi gani huyu kaka hajaingia ndani ya ndoa, lakini tayari ameona kuna kasoro zimeanza kujitokeza kati yao na huyu mchumba au mke mtarajiwa. Na hali hii ya kuboreka kati ya watu wawili isipofanyiwa kazi, ndio hii inapelekea mtu kuchepuka kutafuta mwanamke mwingine au mwanaume mwingine wa pembeni. Sasa hiyo sio solution. Kutafuta mwanamke mwingine au mwanaume mwingine sio solution. Ndio moyoni utajiona mjanja kwa kuchepuka na haujagundulika, utajiona mjanja. Lakini iwapo umeingia kwenye uhusiano ambao umepanga uwe unaenda kwa muda mrefu, ni jambo la msingi sana uweze kujidadisi. Uangalie hivi tunakosea wapi. Mpaka imefikia hatua humisi mwenzio. Huna hamu ya kukaa naye kwa muda mrefu. Akitaka hela unampatia, akitaka tendo la ndoa unampatia, basi. Sasa huo ni uhusiano ambao utawaletea msongo wa mawazo. Mtu anakosa usingizi. Unakuta mtu yuko busy TikTok, yuko busy mtandaoni, hana muda na mwenzie. Inatisha. Sasa kuna maeneo 8 ambayo ningependa niyazungumzie katika mada hii ya leo. Manake hali hii ikiendelea, utaanza kusikia sauti inayokuambia hamuendani na huyu mtu, lafu muachane. Hamuendani na huyu mtu, lafu muachane. Hamuendani na huyu mtu, lafu muachane. Sasa hali hiyo sio nzuri na ningependa niizimishe hiyo sauti. Naomba nisikilize. La kwanza, tengeneza mambo ambayo lazima yatawavuta katika mazingira ambapo mtakuwa mnaongea kwa muda mrefu. Na sio unaongea na mwenzio huku unaangalia simu, unaangalia TikTok, unaangalia nini. Hayo sio maongezi yaliyokamilika.
muda ambapo simu inakaa mbali, watoto wako mbali, kama ni ndani ya ndoa, mnakaa mnaongea. Hilo ni jambo la msingi sana. Nikupe story hii ya kweli. Nimeshaitoa hapa kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia hii channel kwa muda mrefu. Huyu dada kaja ofisini kwangu. Ananiambia, "Dokta, mimi niko ndani ya ndoa miaka 8. Ni mwalimu. Lakini katika miaka 8, miaka 2 hii nimekuwa nachepuka." Huyu ni mdada mzuri tu. Nimekuwa nachepuka. Shida ninayoipata iliyonileta kwako ni kwamba nimegundua kwamba mume wangu ameanza kuhisi kwamba anachepuka. Na mimi sitaki ndoa hii ivunjike. Lakini nashindwa kumwacha huyu mchepuko. Yaani naweza nikajitahidi sana nikasema kwamba bwana, leo ndo nafanya naye mapenzi mara ya mwisho kabisa, sitarudia tena. Lakini mimi mwenyewe kama mwanamke naweza kumtafuta huyu mwanaume baada ya siku 3 au 4. Mimi ndo naanza kumtafuta, ambaye ndio mimi nataka nivunje uhusiano huu ufe. Sasa naomba msaada wako, nifanyeje niweze kuachana na huyu mwanaume? Nikamuuliza swali la kwanza. Kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mchepuko, nani mtamu zaidi? Akasema naona wote wanajitahidi kwa kweli. Nikamuuliza, kati ya mume wako na huyu wa mchepuko, nani mwenye dudu kubwa? Akasema sawa, mume wangu ana dudu kubwa kuliko huyu, lakini cha msingi naona nafika kileleni mara kwa mara kwa wote wawili. Nikaona kwamba inawezekana ile dudu kubwa ndio ambayo inasababisha kwamba aone kwamba huyu mwanaume ana dudu kubwa, lakini yule ana dudu dogo. Nalipendelea ile kubwa, hata kuliangalia tu naona raha. Sababu mume wake ana dudu kubwa kuliko mchepuko. Sasa siniambia ukubwa huo ni kiasi gani, unatofautiana. Kuna naweza kuwa huyu ana inchi 7, mume wake ana mchepuko ana inchi 6.5. Ni kiwango kizuri. Inawezekana huyu mume wake ni mnene, yule kule ni mwembamba. Kwa hiyo hapo tusiangalie. Ningine swali lingine. Nitamuuliza hivi, kati ya mume wako na mchepuko, nani ana hela nyingi? Anakupa mazawadi mazito na nini na nini. Akasema kwamba hapana, hela hainisumbui akili, na kazi yangu nzuri tu. Kama huyu mchumba huja dawe kaka. Kazi yangu nzuri, pesa hainisumbui hizo. Kamuuliza swali la 3. Kati ya mume wako na mchepuko, nani mcheshi? Nani mwongeaji? Ndio swali kwa nani mwongeaji, sio mcheshi. Nani mwongeaji? Akasema huyo. Akasema hata tulipoanza kufanya mapenzi kwa sababu hiyo hiyo. Kama nilikuwa sina mpango kufanya naye mapenzi. Sasa tulikuwa tumekaa nje kwenye hoteli, tumekaa sehemu ya nje. Alafu mvua ikaanza kunyesha. Nilipoanza kunyesha, mzangu akaingia ndani, kaenda kujisaidia, kumbe kaenda kachukua chumba. Na mvua ilizidi, akaniambia twende bwana, nimeshanunua chumba, twende chumbani. Akasema hapo ndio nikawa nimelasa. Kwa sasa hivi maongezi yetu yako ni ya chumbani siku zote. Na kutiana huko tunafanyaje. Kwa hiyo ndio nimenasa kwa staili hiyo. Huyu ni mwongeaji zaidi kuliko mume wangu. Kwa unaweza kuona na hizo kesi tunazo kama 4. Ongea dada mmoja wa Kinyarwanda, hivyo sina mlokole. Hivi Kinyarwanda. Mlokole mzuri kweli, na hips sina ujua wa Kinyarwanda, hivyo kamepanda na hips zimekaa vizuri. Na mume wake pia mlokole. Mume wake yuko busy tu na game. Anakuwahi kurudi nyumbani, lakini yuko busy na game kwenye simu. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hatari. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, watu wawili ambao wanapendana, uhusiano unaanza kwa maongezi. Kwa hiyo unapoona kwamba kiwango cha maongezi kati yenu nyinyi wawili kimepungua, mko busy tu mnaangalia TV, hakuna outing ya aina yote naangalia. Upendo usipende, kwa uhusiano muda mrefu lazima mmoja ataona kwamba hapa nimepotea njia. Kwa hiyo maongezi ni sehemu kitu sana. Na kwa wale ambao ni walokole wenzangu, wanasema bwana, mimi ndivyo nilivyo tu bwana, mimi sijui kuongea, mimi sio mwongeaji bwana. Sio kweli. Biblia inakuagiza uwe mwongeaji. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6. Sasa hivi maongezi yenu yakolee munyu. Sasa kwenye Biblia ya Kiingereza ndio inasema tamu zaidi sana, let your conversation be winsome. Yaani maongezi yako yao yanamvuta mtu kwako. Yana mvuto.
Kwa hiyo sio swala la kupendekeza kwamba mimi ndivyo nilivyo, sijui wanaita sijui ni introvert. Hicho kitu cha introvert hakipo. Yote yanawezekana kwake aaminie Biblia inazungumza. Kwa hiyo tusikubaliana na kusema kwamba mimi ndivyo nilivyo, hata ninajiita mimi ni introvert. Hicho kitu hakipo. Everything is possible. Ni kwamba umejiaminisha hivyo na ukajilemaza kwa staili hiyo. Mimi sikuwa mwongeaji. Nakumbuka nilikuwa chuoni, kama mmoja sasa hivi ni marehemu, akaniambia, Nelson, wewe sio mwongeaji. Uko kama vile sponge, unanyonya tu maongezi ya watu wengine. Sasa hicho ni kipengele ambacho sasa hivi nimekifuta. Sababu nimekuwa mwongeaji mzuri sana, naweza kuongea na mtu yoyote kutoka taifa lolote. Mnafahamu Kiingereza. Advantage kubwa. Nimesoma O-level, nimesoma Bagamoyo. Watalii walikuwa wanakuja wengi sana, wanakuja kwenye kuona magofu ya Kole. Kutana na mzungu hapo na tia story kama mbona mzungu alinipa mpaka tishe. Tia story na mzungu. Kaka dada nani mzungu mmoja alikuwa anaongea naye, alikuwa kunywa chai, ndio nimejifunza kwake chai ya rangi kukamulia limao, ila utamu wake tofauti. Nimejifunza kutoka kwa Mjerumani. Hapo niko O-level. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Maongezi ni jambo cha msingi, inapaswa kipewe ni kitu ni cha muhimu sana. Uchangamfu unaongezea ladha ya uhusiano, na sehemu ambayo unaweza kuona uchangamfu huu kwa sehemu kubwa ni kwenye maongezi. Uhusiano utaboa pale ambapo hamfanyi jitihada za makusudi kuchangamshana katika maongezi. Utani wa hapa na pale, sio utani wa kumuumiza mwenzio. Hilo ni jambo la msingi. Nimesema mambo yako 8, kwa hiyo naona video hii itakuwa ndefu kidogo. La pili, usiogope ukimya. Ama unisikilize hapo. Unaweza kusema sasa daktari, mbona unatuchanganya? Sawa. Usiogope ukimya. Hamwezi tu unaongea tu kama radio. Mahali ambapo ukimya lazima utakuwepo. Usiogope ukimya. Unapomwona mpenzi wako amekuwa mkimya, maana yake amepata nafasi ya kuandaa kitu kizuri cha kuongelea pale ambapo atakuwa anajisikia vizuri. Usitegemee kwamba atakupa sababu kwa nini amekuwa kimya. Unataka kulazimisha ndio utabomoa uzi. Kwa hiyo mpenzi wako anapokuwa kimya, ili mradi si kwamba ni tabia yake kwa kimya, mpe hiyo nafasi. Usitaki kumchokonoa tu aongee. Lakini napenda nisisitize hapo napoongea pointi hii, isiwe ni tabia inayotukua kwa muda mrefu, ni mbaya. Sijui mume wangu sio mwongeaji, mke wangu sio mwongeaji, sina nini. Hicho kitu hakipo. Penye nia pana njia. Lazima kuna mbinu za kujifunza ili kuweza kuwa mwongeaji. Hizo ni mada nyingine tena ya kuweza kuzungumzia. Lakini ukipania kuwa mwongeaji, unaweza ukawa mwongeaji. Unaweza kupanga vitu vya kuongea. Sawa, ukitaka kuwa mwongeaji. Hii ni story, ni mada nyingine. Lakini cha msingi ni kwamba mnapokuwa pamoja, lazima mjitahidi sana kuwa unasikiliza. Sio unaweza kumkatisha mwenzio kwenye maongezi au nini. Hicho ni kitu ambacho napenda nizungumzie. Sawa. Lakini napozungumzia kwamba usiogope ukimya, ni kwamba ukimya ni sehemu ya maisha. Na mahali mtu ajisikii tu kuongea, usitake kumlazimisha. Ikiwezekana chukua kitabu, anza kusoma. Lakini sio kama mwenzio anaongea alafu wewe unachukua kitabu unasoma, haipendezi. Unaweza ukamuuliza, kumwambia samahani, nakuona leo uko kimya sana, naomba nikuache peke yako. Unasemaje? Unaomba ruhusa ya kumwacha na ukimya wake. Yaani usikae pale ukaanza kumwongelesha wakati mwenzio anachotaka sasa. Ile kuna vitu fulani anaviweka sawa kwenye anaviprocess, wazungu wanasema, kwenye akili yake. Kuna vitu vinapitia mchakato kwenye akili yake, ndio maana yuko unakuta anataka kwa kimya. Kwa hiyo omba ruhusa ya kumwacha akae peke yake. Usiogope ukimya na maana. Sawa. Ni okay, kuna kitu nimeandika hapa. Ni kwamba unapojikuta una haja ya kukaa kimya. Sawa, unajikuta kwamba una haja ya kukaa kimya, wewe mwenyewe kwamba wewe bwana sasa sitaki kuongea, mweleze mwenzio ajue kwamba kuna msimu wa mvua, kuna msimu wa masika. Sawa, kila kitu kina msimu wake. Kwa hiyo lazima huo msimu uheshimiwe. Msimu wa ukimya unamtaarifu mwenzio, bwana samahani, ningependa nikaa kimya, sitaki muongeze kidogo, samahani, nipe kama nusu saa hivi nitulie kidogo. Kwa mfano mimi binafsi nikitoka kazini nikiwa nimechoka, kitu cha kwanza ninachofika nyumbani, nitaoga alafu nalala kama dakika 15 20, akili yangu
nipate kupata chaji za kukaa nyumbani na kuongea na mke wangu. Kwa hiyo kuna mke wangu anafahamu kwamba kuna nusu saa ya kupumzika, akitoka kazini ataoga. Nipumzike. Alafu nikishaoga na nakula na tukaongea. Hili ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba mwenzio ajue tabia zako na vitu ambavyo unavipa kipaumbele. Hilo jambo la msingi sana. Hiyo ni namba 2. Namba 3. Jitahidi kukumbushana mambo ya zamani. Unaweza kumuuliza mwenzio hata stories za kiutotoni. Ilikuwaje ulipokuwa mtoto, kuna vitu gani vibaya ulifanya, hata ukapigwa na wazazi wako, kuna kitu gani michezo ulikuwa unafanya, na vitu hivi mnaongelea vinavyosababisha maongezi. Kwa hiyo mnakumbushana vitu vya zamani. Wana wako au pande wadogo zako au dada zako au kaka zako, unazungumzia vitu kama hivyo hapa na hapa, inakupa vitu ambavyo vitakupa maongezi mengine. Huko baadaye unaweza kuja kuuliza, nakumbuka video fulani uniambia kitu fulani, hivi ni kwaje na hivi na hivi ni kwaje? Nakumbuka uniambia kuhusu kaka yako ni hivi na hivi. Ni kwaje na nakumbuka kuhusu mjomba wako ni hivi. Hivi ni kwaje? Imeshapita miaka 2 lakini unakumbushia kitu ambacho mliongea kuhusu mjomba wako muda fulani. Anajua kumbe nilikuwa naongea lile, alikuwa ananisikiza, nimeingia mpaka anikumbushia hapa. Mke wangu ananipenda kweli. Kila kitu amesahau. Nimwambia kuhusu mjomba. Utakuwa jinsi gani lilivyo. Ni jambo la msingi sana. Lingine ambalo linakuja ni unaita verbal affection. Mara ngapi unamtamkia mwenzio nakupenda? Unamsifia juu ya uzuri wake, una paja nzuri, una sauti nzuri, una macho mazuri, una ndevu nzuri. Kana mtazamaji mmoja akaniambia, "Daktari, hizo ndevu mashallah." Akasema mashallah. Sikasikia kwamba kuna mtu anapenda hizo ndevu zangu. Nilikuwa sina hizo ndevu. Naweza kuzifuga tu mwaka jana. Unaweza kusifia mtu anapika chakula kizuri, msifie. Amevaa vizuri, nguo imemkaa vizuri, imembana vizuri, makalia yanaonekana vizuri, yale unayotamani mitaani. Msifie, ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni tafuta kitu ambacho unaweza kumwambia mkaanza kucheka at least. Na hiyo nguo bwana. Na nikumbusha jambo fulani. Na nguo vitu kama hivyo. Affection. Kusana kidogo, kushikana kutekenyana, mmekaa kwenye kochi, unaangalia TV, unafinyana kidogo, vitu kama hivyo. Inaonyesha jinsi gani unampenda mwenzio na unathamini uwepo wako na uwepo wake vile vile katika maisha yenu. Unathamini uwepo wa mwenzio, kwa ile muda mnakaa mnacheka pamoja. Hilo ni jambo la msingi sana, kumsifia mwenzio, kumpongeza juu ya bidii zake anazofanya. Jinsi gani una admire mambo ambayo aidha anafanyia watoto, anafanyia ndugu zako, whatever it is, bidii yake anayoonyesha katika mambo fulani. Hilo ni jambo la msingi sana. Inaitwa verbal affection, au ni jambo la msingi sana. La 5, onyesha unapokuwa mbali naye kwamba ni kweli unamisi. Sio kwa sababu uko mbali kwa kazini unashinda kumtumia message kuongea na mke wako na mume wako. Hilo ni jambo la msingi sana. Hapo mnazuia mwanya usikue wa kutafuta mchepuko. Kwa hiyo unapokuwa kazini, mkumbuke mwenzio kwamba huyu ni mwenza wangu, huyu ndio mwanangu ambaye naweza nikalala naye tukauchi. Kwa hiyo mkumbuke mwenzio ili na awe anakuwaza, awe sio anakuwaza secretary. Kwa sababu masaa 8 uko kazini. Kwa nini msikumbukane katikati hapo? Kama mmoja nimeona kwenye TikTok. Huyu ni mwanaume. Sasa mwanaume bwana, kazi yake kutafuta pesa bwana, ana time ya kutumia text mke. Yaani mtu anaongea mambo ya ndoa, anaongea kama maiti. Mwanaume yuko busy na pesa bwana. Utatombewa. Na pesa zako unazotengeneza atapewa mwanaume mwingine. Mwanaume yuko busy bwana, pesa bwana, shida nini? Uli mjinga. Hivi ni mtu anafundisha kwenye ndoa, amealikwa kabisa, watu wamekaa wanamsikiliza. Jamani, ili muweze kutengeneza mshikamano wa kihisia, hizi chati za katikati hapa ni za muhimu sana. Muhimu sana. Wewe muulize mke wako, leo umevaa chupi rangi gani? Maana nimewahi kuondoka, umevaa chupi rangi gani leo? Hata kuuliza chupi, umevaa chupi rangi gani? Mwambie leo nikija nitakuogesha leo. Usioge leo, nataka nikuogeshe leo. Leo nataka nikunyoe mavuzi. Nikirudi mbele anataka kunyolewa mavuzi leo. Vitu kama hivyo.
unadumisha ile connection, unaita bond. Bond kati yako na wewe, mshikamano wa kihisia kati yako na yeye, ni jambo la msingi sana. Unapokuwa mbali, jaribisha kuonyesha kwamba unamkumbuka mwenzio. Inatengeneza, inaitwa hiyo, ina maintain romantic connection. Kwa Kiingereza hiyo ni romantic connection, una maintain romantic, unafanyia service. Kama gari unalifanyia service, jambo kwa halijagoma kuendeshwa, halijagoma kutembea, unalifanyia service, unabadilisha oil, unabadilisha nini na nini, vitu kama hivyo. Ndio jambo la msingi kujiangalia vile vile. Hiyo ni service ya uhusiano wenu. Namba 6, fanyeni vitu kwa pamoja. Sio mnaenda kwenye msiba tu pekee yenu ndio mnaenda pamoja kwenye msiba. Outing hamna. Msemo na leo tuende tukatembea tu barabarani watu waone kwamba mimi na wewe mke na mke mkashikana mikono mnatembea. Hicho kitu hakipo. Jambo ambalo linasikitisha sana. Jambo ambalo linasikitisha sana. Hili jambo la msingi lifahamu kwamba jitahidi kutafuta vitu vya kufanya pamoja. Kama ikiwezekana tu hata mchezeni mielekeo, mko nyumbani mnafukuzana tu nyumbani. Mfanya mazoezi pamoja nyumbani, mnaruka kichura nyumbani kidogo, mnaruka nyumbani, vitu kama hivyo pamoja. Ndio jambo la msingi waweza kuangalia. Nakumbuka kuna kipindi nafanya mazoezi nyumbani na mke wangu, TV tunaweka pale, napiga wale wanafanya mazoezi kwenye gym na sisi tunaruka. Naziona kwa uwezo kuzana picha zangu kwenye Facebook, nimeziweka kwenye Facebook. Hizo picha kuna mke wangu nyumbani tunafanya mazoezi kwa pamoja. Kwa unaangalia kwenye TV tunaigiza yale mazoezi. Hilo ni jambo la msingi, linaongezea mshikamano wa kihisia. Kuna hormone mnapokuwa pamoja mara kwa mara. Kuna hormone ambayo inasababisha mshikamano wa kihisia, inaitwa oxytocin, inatoka kwa wingi sana. Kwa hiyo ni kipengele ambacho ningependa vile ukipe kipaumbele. La 7, kama wanadamu of course mtagombana hapa na pale. Kuna hali ya kutokuelewana. Namba 1, jitahidi kukubali makosa haraka sana. Pale ambapo unajiona kweli umekosea, jitahidi kuomba msamaha na kukubali makosa yako badala ya kuanza kubishana kutaka kujitetea. Sema lakini bwana, sikiliza hisia za mwenzio na jitahidi kuzijibu. Usitaki kuonyesha ubabe. Bwana yaishe, bwana yaishe. Diongeeni yaishe. Na tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi. Jinsi mnavyoanza maongezi mnapokuwa na ugomvi ni jambo la msingi sana. Anzeni katika sauti ya upole na jitahidi kumaintain sauti ya upole. Ni kweli mmekosana, lakini haimaanishi kwamba nyinyi ni wabaya. Sio kwa mtu amekosea maana yake ni mbaya, hafai. Epuka matusi. Epuka kuonyesha maneno ya kumdharau mtu mwingine mnapokuwa mmekasirika, mmegombana. Jitahidi sana. Kama unaona kwamba sauti yako imeanza kupaa sana, anza kujipunguza spidi. Ikiwezekana ambia samahani, naona tumeanza kufikia mahali pabaya kidogo, tutaliongelea baadaye. Tusimwairishe. Badala kuendelea mnaendelea kumwagia mafuta moto unakuwa mkubwa, mtabamizana pua bure, haipendezi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana 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 kuweza kuhandle hali ya kutokuelewana vizuri. Sawa? Ni jambo la msingi sana. Be nice to one another. Hata mnapokuwa kwenye swala la ugomvi ya kutokuelewana. Hilo ni jambo la msingi kuzingatia. Lingine ambalo ningependa kulizungumza hapa katika pointi hii, kuna kitu ambacho kinaitwa bead of attention. Utafiti ambao wangeweza kutabiri, wana uwezo wa kutabiri ndoa zitakazovunjika kwa 94%. Wanazungumza hili swala la bead of attention. Yaani pale mwenzio anapoongea, msikilize, usimkatishe. Hilo ni jambo la msingi sana. Onyesha kwamba yeye anaongea hata kama ukubaliana nayo. Msikilize aongee mpaka mwisho, usikatishe maongezi. Ni jambo la msingi sana. La mwisho ambalo ningependa kulizungumza hapa ni tendo la ndoa. Ni la 8. Tendo la ndoa likifanyika vizuri linachangia sana watu kuleta msisimko katika watu wawili wanapenda. Ukikumbuka mambo ambayo alikufanyia mwenzio mpaka kufika kileleni, hilo ni jambo la msingi sana sana. Na ningependa nikusomee message moja, ngoja nichukue simu yangu nyingine hapa. Nikusomee message moja ambayo inathibitisha hili. Tendo la ndoa ni jambo la msingi sana, lina nguvu sana ambayo inaweza kusababisha ndoa yako ikawa tamu sana. Kuna message kama 2 hapa ambazo ningependa nizisome uweze kuona umuhimu wa tendo la ndoa katika
katika watu wawili ambao wanapendana, ili uone shuhuda hii. Ngoja niangalie kwenye hiyo message ambayo imetumwa kutoka kwa huyu. Sasa hivi, daktari, naomba nikuchekeshe sasa. Tulivyomaliza tu akatamani alie. Yaani hakuamini, akasema kwa mara ya kwanza sikuwahi kupata utamu kama wa leo niliompa. Na akasema tokea leo ataandika kwenye kitabu, yaani mimi nikimjibu hapo ndo kwanza trailer picha bado haijaanza. Amebaki ananiangalia tu. Haamini dokta, zile video ulizonitumia zimenipa ufundi wa ajabu na mume wangu amefurahia sana kwa yale niliyomfanyia leo. Kwa upande wangu mwenyewe leo nimeenjoy sana kuliko siku zote, maana kuna vitu sikuwahi kumfanyia. Sasa leo kupitia video nimejifunza vingi, nimekuwa fundi balaa. Mpaka akasema mimi ninajua mpaka najua tena. Nakushukuru sana dokta, ubarikiwe mno, na nimeamini hivi vitu havihitaji kungwi bali vinahitaji elimu kama unayotupa dokta. Wewe ni fire. Akaweka fire. Mwingine huyu ni mwanamke. Dokta kapagawa, kaomba na msamaha mingi sana. Jinsi alivyokuwa anachepuka huko nyuma. Huyu mume wangu alikuwa anachepuka kwa siku anaweza kuchepuka hata na wanawake wawili. Dokta kanikuta msafi na mtamu. Ukichanganya na zile video alikuwa analia tu haelewi. Na mimi na enjoy sana. Kanifikisha kileleni mara zote. Nilimnyonya pale kwenye katikati ya korodani na sehemu ya haja kubwa. Mbona alitoa password za akaunti zake zote za benki. Nilimpa penzi la moto na sikumpa muda wa yeye kupoa. Hot. Akiniona haishiwi hamu. Anakaa hata nikiwa jikoni napika, utasikia mami, bomba la bafuni halitoi maji. Nikienda kumfungulia ndio basi tena mahaba mpaka alizike. Dokta ubarikiwe. Sasa napenda kuzungumza story hizi, siko nyingi sana, nimeziweka kwenye page yangu ya Instagram na TikTok. Vile nimeanza kuziweka story hizi. Ni jambo la msingi ufahamu tendo la ndoa lina umuhimu mkubwa sana kwa watu wawili ambao wanapendana. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba kati ya siku 7 za wiki, siku ambazo hamfanyi mapenzi zikizidi zile ambazo unafanya mapenzi, ndoa hiyo inaelekea jalalani. Napenda nikwambie wazi, sizungumzi kwa sababu ya biashara. Dada nimemtumia video 53 na amezifanyia kazi na shuhuda nyingi sana kuhusiana na hizo video, na naamini kabisa mwanaume au mwanamke anayepata hizi video atakuwa bingwa kwenye tendo la ndoa. Ninaamini kabisa kwa sababu shuhuda ninazo. Mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kumkojolesha mke wake tokea Arusha mpaka maji yanaruka, baada ya kumtumia hizo video ananipigia simu huyu mwanaume anacheka. Anambia dokta, huwezi kuamini, mke wangu alikuwa bahili kweli. Mke wake ni mwalimu, mwanaume ni mfanya biashara. Anasema mume wangu amepiga kelele. Akaniambia hivi, haya miaka yote ulikuwa unafanyia nani? Amerusha ile maji, mwanamke anakojua, anapiga kelele mpaka maji yanaruka kama bomba leo tobolewa na msumari. Anasema dokta, mke wangu kaomba mkopo wa milioni 6 kumeongezea mtaji kwenye biashara. Yangu story hizi. Haya, kipindi kile COVID imeingia kwa mara ya kwanza. Si vyuo vingi vilikuwa vimefungwa. Huyu kaka ni engineer. Alikuwa na mchumba anatarajia kumuoa, anasomea udaktari KCMC Kilimanjaro. Sasa mwanamke yule wakati yuko chuoni akaona mawasiliano na huyu engineer yuko Tabora yamepungua. Bwana, sasa ngoja nianze story vizuri. Huyu kaka akiwa single yuko Tabora na kufanya kazi Tabora, ni engineer. Akaenda club. Sawa, akaenda club akakutana na dada. Na dada akafanya naye mapenzi usiku huo, amelala naye. Akaonyesha show nzuri, lakini unajua amebadilishana namba na nini wakawa. Nikapata nyege kamuita. Sasa mara ya kwanza afanya naye mapenzi show haikuwa nzuri. Mara ya pili afanya naye mapenzi show haikuwa nzuri. Mara ya tatu naye mapenzi show haikuwa nzuri, lakini akawa anaendelea naye kwa sababu ni mzuri kwa sura. Kuliko yule wa Moshi anayesomea udaktari. Sasa nikamtumia video huyu dada.
Huyu dada ambaye ni mchepuko, huyu engineer. Unaona video kaanza kufanya naye mapenzi. Yule engineer kanogewa. Anamwambia huyu dada, usiwe unaniomba hela. Akampa na ATM card. Mara ya mwisho anaongea na huyu dada, anambia daktari, nimenunuliwa gari. Sasa na point yangu iko wapi? Iko hapa sasa. Nikae vizuri. Huyu engineer kama nilivyozungumza alikuwa na mchumba anasomea udaktari. Sasa vyuo vimefungwa baada ya COVID kuingia. Na huyu dada alikuwa ameshaanza kuona mawasiliano yanapungua, akasema nitakwenda Tabora bila kumtaarifu. Kaenda Tabora. Kaingia usiku. Anakuta engineer yuko na dem. Engineer hakumfukuza yule dada. Yule mchepuko. Akamwambia bwana, samahani, hamia tu chumba kingine. Ngoja mimi niongee na huyu daktari mtarajiwa. Huwezi kuamini. Daktari aliachwa, huyu form 4 liva, hata kazi hana, mpaka kanunuliwa na gari. Kisa ni dada mwingine anambia daktari, umesababisha mimi niolewe, tayari mahali imeshatolewa. Sawa, nakuja story, nakupa story za kweli. Huyu mwingine daktari anazungumza story, nakupa story, uone nguvu ya mapenzi. Huyu mwingine daktari, nimeshaitoa story hapa lakini nairudia kwa faida ambaye anaangalia video iko mara ya kwanza. Sawa. Huyu ni daktari, wako ndani ya ndoa miaka 3. Daktari huyu mwanamke ni daktari mkubwa, surgeon, wale wanaopasua vichwa vya watu, wanapasua moyo, sawa? Na operation moja analipwa milioni 2. Ana mwanaume. Sawa. Mume ana kazi nzuri, lakini sio nzuri sana yenye hela kama huyu daktari, sawa? Sasa mwanaume kachepuka. Na mwanaume kamfumania tena nyumbani kwake. Mwanamke kamfumania nyumbani kwake. Ndoa imefikia mahali pa kufa. Ndoa iko ICU. Dada daktari kanipandia hewani. Daktari kanipa story hizo zote. Asema hivi, huu ni mwaka wa 3. Kama nikihesabia siku ambazo nimefika kilele ni hizi 4. Hazizidi 4. Ndio hiyo ndoa ya miaka 3, wala mtoto mmoja. Hazizidi 4 katika kilele. Sasa mume wangu amechepuka, nimemsamehe, tumerudiana. Sasa mimi sitaki kuchepuka. Nataka ndoa yangu ikae vizuri. Unaona nimekusikiliza hapa, naona wewe unaweza kunisaidia kama sexologist. Mimi ni surgeon. Kama mambo ya sex sijasomea, lakini naona wewe unaweza kusaidia. Nikaongea naye vizuri, nikamuuliza historia yake ya mapenzi, yani alishakuwa na mapenzi, huyu ni wa 3 mwanaume na nini. Nikamtumia video kabambe kali. Sawa? Lakini akasema pamoja na hayo naomba uongee na mume wangu. Mueleze kwamba hanifikishaji kileleni. Nilikuwa namdanganya mara nyingi, namdanganya kwamba nimefika, kumbe sijafika. Na tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. Nikaongea na mwanaume nikamwambia hivi, nilipomwambia kwamba mke wako analalamika umefikishi kileleni, akasema mbona sasa nifanya naye mapenzi ananiambiaga kwamba nafika kileleni? Nikamwambia alikuwa anakudanganya. Akasema sasa nyinyi mnaletea dharau sasa. Yaani mnaniambia mimi sifikishi mke wangu. Wewe ni mwanaume au ni mwanamke? Nilikuwa na chat naye, nataka nipigie simu. Chat naye. Alikuwa amesafiri. Ameenda Nairobi. Wanaishi Dar es Salaam. No. Alikuwa amesafiri. No. Sasa mimi nifanyeje? Kama sifikishi kila saa nifanyeje? Yeye mwenyewe alikuwa anadanganya. Alikuwa anadanganya. Kwa nini niambie nani? Akasemaje huyu mwanaume alikuwa nilikosa ambalo wanaume wengi wanaifanya. Akasema mimi kwa usiku mmoja naweza nikaenda mara 4. Sasa wanaume wengi wanafikiria kwamba kupiga magoli mengi ndio unafikisha mwanamke kileleni. Sio kweli. Sio kweli. Sasa kwa usiku mmoja naweza kugonga mara 4. Kile mwanamke ana fake kileleni. Nikamtumia na video na nini mwanaume. Tena nilipomwambia bwana unalipa shilingi 10,000 kuliko kupata hizi video. Akasema mwambie yeye alipe. Nikamwambia alipe. Nikamwambia mwanamke yule akalipa 10,000. Nikamtumia hiyo video. Yuko Nairobi, mke wake Dar es Salaam. Niliporudi baada ya siku 2 mwanaume ananipandia hewa. Ananiambia daktari, hivi inawezekana mwanamke kurusha maji? Mwanamke amerusha maji. Mwanamke mwenyewe ananiambia nimepizi sio chini ya mara 3 kwa usiku huu mmoja. Unaweza kuona ndoa ikawa tamu. Mpaka hawa watu wakasema daktari, tunakuja Mwanza tunakuletea zawadi. Tena mwanamke ananiambia kubwa.
Unaona bwana? Anasema nimeangalia mwanamke huyu sasa, ni huyu Sir John. Sasa hivi nimeangalia hoteli, kuna hoteli moja nimeambiwa kwamba ni nzuri sana, inaitwa Malaika. Nikamwambia ni nzuri kweli, lakini kwa usiku moja ni 300,000. Akasema hiyo ni kawaida. Unaona hela anazo, lakini ndio afurahi kwa sababu afiki kileleni. Sasa mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume katika mwili wake ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa katika mwanamke anayejua maeneo 4 katika hayo 14 ataboa, kwa sababu kwa uhusiano wa miaka 3 huyu mwanaume atakuwa anajua unaanzia wapi utaishia wapi, utakuwa unaboa tu. Lakini ukiwa na mambo 14 unachanganya changanya na nini na nini, leo 8 kesho 7 kesho 8, inategemea muda ulionao. Na mwanaume naye anapaswa afahamu kwamba mwanamke ana maeneo 17. Mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika 14.8 kutokana na tafiti za kisayansi. Sasa asilimia kubwa ya wanaume unamwandaa mwanamke dakika 3 dakika 4 umemaliza, hiyo utawafikia, utatombea watu. Utatombewa upende usipende. Ulimwengu umebadilika sana. Ulimwengu umebadilika sana sana. Kasi ya wanawake kuchepuka ni kubwa mno. Angalia vigesti vinavyojengwa vingi. Nafikiri wote ni wageni wale wanaokuja kwenye guest house. Nafikiri wote ni wageni. Watu wanatombewa wake zao. Nimeshaongea na watu wanaofanya kwenye mahoteli. Nimeshaongea huyu ni mteja alikuja ofisini kwangu, ni dereva wa daladala. Akaniambia, daktari, wake za watu wanatoroka, wanaenda kutombwa hapa Mwanza. Maeneo ya Nyegezi ni kando kabisa ya mji. Anasema wake za watu wanaenda kutomba kati ya saa 5 na saa 8. Tunawaona wake za watu kati ya saa 5 asubuhi na saa 8, tunaona watu wanaenda kutomba kwenye magesti ya Nyegezi. Kuna basi stendi, kwa hiyo kuna guest nyingi sana. Kuna basi stendi kuu hapa mjini kwenye Nyegezi. Kwa hiyo ni juu yako. Shule inahusu hizo video. Kwa wanaume ziko 46, za wanawake ziko 53. Na maelekezo bali utaona mwanaume mwenzi anavyomwandaa mwanamke, utaweza kuona mwanamke anavyomwandaa mwanaume mwingine, ili kudumisha uchangamfu. Anapokumbuka mwenzio yuko mbali na wewe, ulivyokuwa unanyonyo na mlamba na busu na mtekenya, inatengeneza uchangamfu kati ya nyinyi wawili. Ndani ya akili yake kunakuwa na msisimko. Kinyume na hapo, atakuwa na wewe kama mdoli tu. Utachanganyishwaje na mdoli? Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapokuwa video nyingine upate taarifa mapema sana. Nikutakie heri katika mahusiano yako. Bye bye.